Waziri wa zamani auawa nyumbani kwake na watu wasiojulikana. Unasikiliza na kutazama Mseto Media. Hakikisha umesubscribe kwa kubonyeza maneno mekundu subscribe kisha alama ya kengele ili usiwe unapitwa na taarifa zetu. Mezani mwetu imetufikia taarifa ya kudaiwa kuuawa kwa waziri wa zamani na watu wasiojulikana, huku wengi wakioanisha tukio hili na mambo ya kisiasa au ugomvi binafsi. Matukio ya kuuawa kwa watu walioshika nyadhifa za uongozi au watu waliokuwa wanajihusisha na siasa yamekuwa mengi hivi sasa Afrika, ambayo yanaacha maswali miongoni mwa mataifa mengi barani Afrika, likiwemo taifa la Tanzania linaloongozwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, ambapo Tanzania ni mmoja wa mwanachama katika Jumuiya ya Umoja wa Afrika AU, lakini pia mwanachama wa nchi za SADC. Swali kubwa likiwa nini kinapelekea matukio haya? Taarifa ya kuuawa kwa waziri huyu wa zamani limeshika kasi katika vyombo vyote vikubwa vya habari Afrika na nje ya Afrika, ambapo taarifa yenye ukamilifu inasema kuwa waziri wa zamani wa Burkina Faso Yolande Viviane Compaore ameripotiwa kufariki dunia katika mazingira yenye utata mkubwa baada ya kupatikana akiwa ameuawa katika makazi yake jijini Ouagadougou. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na maafisa wa usalama, mwili wa Yolande Viviane Compaore ulipatikana nyumbani kwake Januari 12, 2026, huku ushahidi wa awali ulioonekana eneo la tukio ukieleza kuwa huenda alishambuliwa na watu wasiojulikana. Tukio hili limeibua maswali mengi na kuleta taharuki katika jamii, hasa kutokana na nafasi na historia yake katika siasa za Burkina Faso. Mamlaka za usalama nchini humo zinasema tayari zimeanzisha uchunguzi wa kina kubaini chanzo cha tukio hilo. Aidha, taarifa zinaeleza kuwa mamlaka husika zimetoa wito kwa mashahidi wowote wenye taarifa muhimu kujitokeza na kushirikiana na vyombo vya dola ili kufanikisha uchunguzi huo. Yolande Viviane Compaore alikuwa mmoja wa watu waliokuwa na ushawishi mkubwa wakati wa utawala wa rais wa zamani Blaise Compaore. Katika nyadhifa zake aliwahi kuwa gavana wa mkoa wa Kaskazini na pia aliwahi kuwa mbunge wa chama tawala cha zamani CDP. Vilevile aliwahi kushika wizara mbalimbali serikalini, ikiwemo nafasi ya waziri wa uchukuzi na utalii, na pia aliwahi kuwa mwenyekiti wa kamati ya bunge ya masuala ya nje na ulinzi. Kifo chake kinakuja katika kipindi ambacho Burkina Faso imekuwa ikipitia historia ya misukosuko ya kisiasa, ikiwemo kuondolewa madarakani kwa Rais Blaise Compaore mwaka 2014 baada ya uasi wa wananchi, kisha uongozi wa mpito chini ya Isaac Zida na baadaye Michael Kafando hadi uchunguzi wa 2015 uliomleta madarakani Roch Marc Christian Kabore, naye pia aliondolewa kwa mapinduzi Januari 2022. Kwa sasa Burkina Faso inaongozwa na Kapteni Ibrahim Traore baada ya mabadiliko ya uongozi yaliyowahi kumtoa madarakani Luteni Kanali Paul Henri Sandaogo Damiba mwaka 2022. Uchunguzi wa kifo cha Yolande unatarajiwa kuwa na uzito mkubwa kutokana na historia yake ya kisiasa na athari zinazoweza kujitokeza katika jamii na uwanja wa siasa nchini humo. Kiongozi wa taifa hilo kwa sasa Ibrahim Traore inadaiwa amevitaka vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha vinamletea taarifa kamili baada ya uchunguzi ya kifo cha waziri huyo wa zamani. Mtazamaji wa Mseto Media, hiyo ndio taarifa ya kuuawa kwa waziri wa zamani kule nchini Burkina Faso, ambayo ni taarifa kubwa hivi sasa Afrika. Na sisi kama ilivyo ada, kazi yetu ni kukuletea kila linalotokea ndani na nje ya nchi. Queen Ray, Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.